Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha baraka kabisa katika TV ya Sibuka na Radio Lindi FM. Mungu amekuwa mwema kwako, kwangu, kwa wote, kwa kama alivyotumba anavyotushughulikia kama wanadamu tulioumbwa kwa mfano wake. Nakushukuru sana kwa sababu ya uaminifu wako. Umekuwa msikilizaji mzuri, na wakati mwingine hata nimepata taarifa zako nilipigia kwamba kipindi chenu ni kizuri kabisa. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Wakati huu ni siku njema, tupate kusikia habari njema za wokovu za Yesu Kristo zenye matumaini ya hakika ya sasa na ya baadaye. Na sasa napenda kutaarifu kwamba mimi naitwa Brown Abba Pesile, mchungaji wa kanisa la Mlima West EAGT katika jiji la Dodoma, barabara ya iendayo Arusha, maili 2 kutoka katikati ya jiji na mkono wa kulia. Karibu sana wakati wote. Kama ungependa kuja kuabudu pamoja nasi, utaona baraka za Mungu za kipekee na wema wa Mungu katikati yetu. Mungu amekuwa akituhudumia kwa namna ya pekee sana. Na sasa ninashukuru, na wakati huu sasa tuombe. Mungu Baba mtakatifu, mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, Mungu mwenye nguvu zote, mtenda maajabu, ishiye na kumiliki, mfalme utukufu, Baba yetu, Muumba wetu, mwaminifu, uliyejaa neema, uwezo na nguvu na ukuu na utukufu. Wewe uliye tumaini la pekee kabisa kwa wanadamu, na wewe uliye jibu la shida za kila mtu ambaye aliumbwa kwa mfano wako. Asante kwa ushindi na neema kubwa uliotupa katika Yesu Kristo uliyemtuma, bali kuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Atupe neema na nafasi ya kukaribia kiti chako cha rehema, pokea mahitaji yetu wakati ambapo tulikosa matumaini, ukaleta matumaini kwamba upo uliyetumba. Asante mno kwa siku njema ya baraka. Asante kwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki. Asante kwa kila mtu popote ambapo TV hii inafika. Bwana, kutana na mahitaji yake. Mwingine ni mgonjwa, umponye. Mwingine amefungwa na minyororo ya dhambi, umfungue. Mwingine amechoka kiasi ambacho amekata tamaa. Wewe ndiye tumaini la hakika na nguvu ya kweli kwa yote ambayo mtu anakutana naye kila siku. Asante mno kwa wema wako. Kwa jina la Yesu, anza nasi mpaka mwisho Bwana. Kwa jina lake Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu. Kama nilivyosema, leo ni kipindi cha habari njema za Yesu Kristo. Habari njema za Yesu Kristo. Habari njema za Yesu Kristo. Habari za matumaini kwa mwanadamu. Katika kitabu kile cha Luka mtakatifu. Luka mtakatifu sura ile ya 4. Wakati huu Yesu alikuwa ametoka kupimwa katika mlima wa majaribu siku 40, amefunga kiomba na kuombea ulimwengu, alafu akashuka ameshinda kila kitu, amemshinda shetani. Maandiko yanazungumza katika mstari wa 4 katika Luka 4. Yesu mstari wa 14 unasema hivi: Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Hapa Yesu alipotokea aliwashangaza wanadamu, aliushangaza ulimwengu wa kizazi chake, aliwashangaza wale waliokuwa nasikia. Maandiko yanasema maneno yake yalijaa neema, yani yalijaa huruma, yalijaa shauku ya kumtakia mema binadamu. Na kwa kuwa sasa watu walikuwa wamegubikwa na vifungo,
magonjwa, makansa, visukari, aina zote za magonjwa mabaya ya kutisha, ulemavu. Unaona, wengine kutokwa damu, wengine hawaoni kabisa, wamekuwa walemavu miaka, wengine toka tumboni mama zao. Sasa wanasikia mtu anazungumza maneno ya matumaini ya kushangaza, kwa watu walianza kumfuata, watu walianza kumtafuta, watu walifuatilia kila alikokwenda. Na ndio maana Yesu hakupenda kukaa mahali pamoja, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba wengine hawezi kunifikia hapa, kwa ninaenda huko kwa sababu nimekuja kuwatafuta. Yesu amekuja kutafuta hata wewe. Anajua umepotea. Unaweza kusema umepotea wapi? Mbona upo nyumbani kwako unafanya kazi au shughuli zako kama kawaida? Umepotea wapi? Umepotea machoni pa Mungu. Maisha unayoishi sio ya Mungu. Unamtenda Mungu dhambi. Unaishi kinyume na Mungu aliyekuumba. Unatenda machukizo machoni pa Mungu. Kwa huko ndiko unapatikana, unaonekana. Lakini kwa Mungu, kwa mema haupo. Tena mema unayakufuru, unayatukana. Na ndio maana uwezi hata ukisikiza neno la Mungu likihubiriwa unaona kama machukizo. Kwa nini? Nguvu iliyokufunga haikuelekezi kwenye mema, inakuelekeza kwenye mabaya, ikiyaonyesha ndio mema. Na kwa kuwa huna nguvu, unaendeshwa kwa nguvu ya kipepo ya kishetani ambayo inakuonea, na ndio maana huwezi kutambua. Kama nilivyosema, shetani anamfunika mtu asione yaliyo mema upande wa pili. Anaona yanayoonekana machoni pake tu. Hayo ndio anayejua, hayo ndio anaelewa. Na ndio maana ukizungumza kitu kingine kwake ni kigeni. Kwa sababu tangu amezaliwa amekutana na hayo, ameenda kuyaona hayo, akajifunza kuyafanya hayo, akaishi na watu wanafanya hayo. Wanajua haya ndio maisha sahihi, ndio yamekaa akilini mwake. Kwa uwezi, sio rahisi kubadilisha msimamo au mwelekeo au mtazamo. Na ndio maana chochote kinachozungumza Mungu au kuacha dhambi kwako ni kejeli, ni machukizo, ni aibu, ni fedheha. Lakini kunywa pombe, bugia masigara, kupamia wanawake, ukahaba, matamaa mabaya, maisha ya machukizo, uharibifu na uhalifu aina yoyote, wizi, unyang'anyi, udhalimu na maonezi, hayo kwako ndio sawa. Lakini kwa Mungu ni machukizo. Mungu anapokuona anaona kabisa umezingirwa na gereza la nguvu za kuzimu za shetani. Na kwa kweli huwezi kutoka hapo mpaka usikie habari njema za Yesu Kristo tunazohubiri. Ukubali, usikilize kwa makini, alafu uzipokee, uzitafakari. Nguvu ya Roho Mtakatifu itaingia kukutia nuru. Utashangaa maajabu yatokayo katika maneno hayo. Haya maneno yana nguvu ya kipekee, yana uwezo kumtoa mtu katika gereza la shetani, yana uwezo kubomoa ngome ulizofungiwa ukazuiliwa. Sasa Yesu aliposoma hayo, maandiko yanasema kwamba wote wakamgeukia wakashangaa. Na hiki ndicho kilichomfanya yule tajiri mtoza kodi, kwamba alisikia maneno walimsimulia watu kwamba maneno yatokayo kinywani mwa mtu yule ni ya kipekee, yamejaa huruma, yamejaa rehema, yamejaa upendo, yamejaa huruma ipitayo kiasi. Na yeyote anayeitikia maneno yake anafunguliwa kirahisi. Hata kama nguvu zilikuwa zimemfunga, zinakatika na kumwachia. Hivyo ndivyo sasa huyu mtu mwisho akasikia sasa huyu mtu kwamba huyu Yesu anapita mitaa ya huko, anahubiri. Akasema, kwa kweli leo naacha kazi, naisimamisha, lazima niende nimtafute huyu mtu. Ni mtu wa namna gani huyu ambaye ulimwengu wote unamfuata? Watu aina zote, watu wa rika zote,
watu wa nafasi mbalimbali, matajiri kwa maskini, wasomi kwa wasiosoma, wenye dini waliobobea kwenye dini na kuaminika. Wengine wanatoroka wenzao, wanamfuata Yesu usiku nyumbani, popote unaposikia yupo. Ana ushawishi wa kipekee kwa sababu na majibu ya watu yaliyoshindikana miaka yote. Huyu naye akasema lazima siwezi kutulia, akaweka heshima zake zote pembeni, kwa sababu heshima wakati mwingine ni kikwazo. Ile fahari ya mtu ni kikwazo kufika kwa Mungu, kwa sababu mara zote shetani anatumia heshima ulizonazo na fahari na vyeo au mali au heshima yoyote kuwa kitu cha kizuizi kikubwa kumwendea Mungu, kwa sababu shetani huyafanya mambo ya Mungu anafanya kuwa duni. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 18, maandiko yanasema, kwa sababu neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi, lakini kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba maana yake nini? Kuhubiri habari za kifo, kufufuka na kupaa mbinguni mtu na kufa kwenye kifo cha msalaba, kifo cha mateso, kifo cha aibu. Kusema habari za mtu aliyekufa kifo cha aibu, cha fedhea, hadharani, alitundikwa, ni upuzi. Ni upuzi. Lakini yule ambaye amefuatilia yale yanayohubiriwa kuhusu kifo, kuzikwa, kufufuka kwake Yesu, yale yanayohubiriwa juu ya kazi kamilifu ya Mungu aliyoikamilisha katika Yesu Kristo alipomleta hapa duniani afe kwa ajili ya wenye dhambi wote, wa kwanza mmoja ni mimi na wewe pia. Hayo maneno ukiyahubiri, shetani ameyafunika na yatupia matope kwako mwanadamu, kwa sababu uko kifungoni. Hakuonyeshi, huwezi kuonyeshwa ukiwa kifungoni, huwezi, mpaka usikie panda ya habari njema yenye nguvu inayobomoa hapo, inapenya kwenye ngome za kufunga mpaka ifike kwenye masikio yako. Alafu usikie habari za matumaini, usikie uweza wa Yesu. Hapo ndipo nuru inaanza kuingia moyoni mwako, na shetani akisikia neno limepenya lazima atoe njia, kwa sababu hawezi kushindana na neno la Mungu. Shetani kiboko chake na tishio lake ni neno la Mungu takatifu, likinenwa katika kinywa kitakatifu na mtakatifu. Linapotoka neno la Mungu ndani ya kinywa cha mtakatifu, linatoka kama kombora, na shetani anapolitazama inaenda kama mlipuko wa moto. Lazima akwepe, aondoke pale. Hata kama alikuwa ameshika na makucha, lazima achie, kwa sababu maneno yale yanamlipua. Sio maneno tupu haya, si maneno tupu haya. Ndio maana popote tunapoyahubiri, kama pepo wapo lazima walipuke. Kama kuna nguvu yoyote ya mateso lazima iachie. Kama kuna vifungo vyote lazima viachie. Wale watumishi wa shetani wanajua kabisa wanachanganyikiwa, wanavurugwa na nguvu ya neno la Mungu linalokwenda kama moto unaolipuka. Ndio maana ukienda popote ambapo injili ya kweli inahubiriwa, utasikia kelele za mashetani yakikimbia hovyo, yamechanganyikiwa. Lakini kama hapo hakuna nguvu za Mungu, utaona kama kuna starehe tu. Utaingia, utatoka, huoni chochote. Lakini injili, neno la Mungu linalozungumzwa na mtu wa Mungu aliyejaa Mungu ndani, aliyetubu dhambi zake na kuziacha, anamwomba Mungu kwa ajili ya watu, ana mzigo wanaoteswa na shetani. Huyo akilinena neno litokalo kwa Mungu, linapita katika moyo wake. Anapolitoa kwa kinywa, linaenda kama kombora kwa ibilisi na mapepo. Utashangaa pepo anapiga kelele. Ndio maana wakati wote Yesu alipokuwa anahubiri walipiga kelele. Nimekuwa shahidi mimi, napozunguka huko na huko kuhubiri injili, mashetani yanakimbia hovyo, yanavurugikiwa, yanapiga kelele. Mengine wanasema tuache, yanalamika kwa sababu yanakutana kipigo, yanakutana nguvu za mbinguni,
ili kumwachia mtu awe huru. Hata kama kuna nguvu zingine huwezi kuziona hata zikipiga kelele, lakini utaona mtu akilainika, kuonyesha kwamba kumbe huyo alifungwa. Ndio maana uso wake ulikuwa mkavu na alikuwa mbishi na mkaidi. Kumbe alikuwa amefungwa na vifungo katika roho yake. Na huwezi kuona shetani akifungwa kwamba amekufunga. Huwezi kuona. Maana shetani akukamata, anakamata moyo, anaanza kuuongoza kama dereva ndani ya gari. Niwahi kuhubiri siku moja kuambia shetani kuwa kama dereva katika gari ambalo kama jipya, aliwe jipya au sio jipya, atalibamiza. Shetani mlevi, hana mwelekeo, hana msimamo, hubadilika mwelekeo wake, anatafuta kila iwezekanavyo ampoteze mtu. Kwa unatumia kila mbinu za kumkoroga na kumvuruga mtu ili aendelee kuishi naye, amtumie kwa maovu. Na ndio maana wanakuvuruga, anakukwepesha kokote ambako injili inahubiriwa. Lakini asante Yesu, leo amekupa neema hii, uone muhimu wa kusikiliza. Nami najua kabisa mwisho utafanya maamuzi yenye busara ya kumgeukia Mungu wako, kwamba nimeelewa sasa. Sikujua miaka mingi iliyopita, nifikiri ndio maisha yanayofaa, kumbe sivyo. Ulimwengu umeshaharibika, unanuka, umepotea machoni pa Mungu. Sasa Yesu amekuja kutafuta. Hiyo ndio kusudi kuja. Ile nguvu na mateso yenye kiwango cha kutisha duniani ndicho lazimisha Mungu atume mtu, kwamba hapa basi ni mateketezo, ni maangamizi kwa wanadamu. Lakini ngoja tutume mmoja mwenye uwezo juu ya shetani na nguvu zake. Ndio maana Yesu akatokea, mfalme wa wafalme. Lakini alipokuja, alikuja kama wanadamu, tena wa viwango vya chini, kiasi ambacho watu walishindwa hata kumpa nafasi, kwa sababu waliona kama binadamu anazaliwa kawaida. Unajua Yesu hakuzaliwa nyumbani kwake, alizaliwa ugenini, na alikuja ugenini. Duniani ni ugenini, sio kwako. Hatungependa dunia hii na nasa zopo, ni mgeni mpitaji. Dunia hii imewekwa akiba kwa moto, ikilindwa kwa neno na ulihubiri. Itakunjwa kama karatasi na mikono ya Mungu Mwenyezi aliyeifanya, aliyeiumba ikawepo. Kwa sababu anasema imeharibika, anasema ataitupa jehanamu, iunguzwe, isafishwe, iteketee. Na ndio maana itateketea na wenye dhambi na shetani wanaokataa wokovu. Lakini dini wanazo. Hapa mimi sihubiri dini, na hubiri wokovu katika Yesu Kristo. Maana wokovu ndio jibu la maisha yako, ndio jibu, ndio suluhisho, ndio msaada, ndio mahali halisi, ndio maisha yanayotaka uishi ili uwe salama dhidi ya mhalifu aitwa Ibilisi. Kwa Yesu alikuja kukutafuta, amekuja kutafuta. Ulipotea toka wakati wa Adamu. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 10, unaweza kusikia pale Mungu wakati anamfuata Adamu alipo. Unaweza kuona jinsi wanaanza kuojana, kuongea na Adamu katika ile sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Na ule mstari, ukianzia ule mstari wa 8, maandiko yanasema hivi: kisha wakaisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha. Unaona, wanapotea, wanatoweka kwa Mungu, wanajificha. Kama vile unaweza kujificha ukakwepa neno la Mungu, unalikwepa. Unapenda uende mahali wanapozungumza maneno laini yasiyokuumiza moyo, yanayopaka, yanayofunika. Hapo utasema hapa ndipo pa kusali. Kwa nini hawagusi mambo yako? Na shetani anakuelekeza hapa ndipo wanahubiri kwa ustaarabu. Hapa wanaonekana wasomi wazuri,
kwa sababu injili inamvuruga shetani, inamchafua, inamnyima raha. Hata napohubiri hapa, ibilisi anakosa raha hapo, na yumba, na hata wakati mwingine anaweza kukuondoa hapo, kwamba ondoka hapa, usiendelee kusikiliza, kwa sababu ibilisi anajua kabisa uwezo wa neno la Mungu, na neno la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu alipokuja hapa alikuja kuvaa mwili, lakini alipokuwa mbinguni alikuwa neno la Mungu. Maandiko yanasema vyote vilifanyika kwa huyo. Sasa alipokuja kututafuta, akavua heshima zote, akavua enzi yote, akaweka uungu pembeni, akaja kama mtu, akazaliwa tumboni mwa mwanamke, akatokea duniani. Lakini alikuwa Mungu Mwenyezi aliyekuweko tangu milele na milele. Na huyu namhubiri kwa fahari. Napomhubiri najisikia vizuri kabisa, najisikia kuheshimiwa, najisikia kutambulika. Na hiyo ndio heshima Mungu anayetupa, ya kwamba yale uliokuwa huyajui, yale ulikuwa umechanganywa na kataa, unaanza kuyahubiri kwa uwezo, ili ndugu zako na wao pia watoke katika vifungo vya shetani, warudi nyumbani kwetu kwa Mungu. Leo urudi kwa Mungu wako. Urudi mwanamke, urudi binti, urudi kijana, urudi mwanaume, urudi mheshimiwa, urudi kwa Mungu wake. Hiyo ndio sio heshima, ni heshima ya muda kitambo. Lakini heshima madhubuti ya kweli ni heshima ya hapa duniani na mbinguni, ukiwa umeshaokoka. Ukiwa umeokoka, ukikaa duniani unaheshimiwa, kwa sababu mapepo hayawezi kupeleka kilabuni, hawezi kukufanya uende kwa kahaba. Mapepo hayawezi tena kukupeleka kule ilikuwa anakutumikisha, yanakuwa yamekuacha uko huru. Ndio maana Biblia inasema mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Manake shetani hata wanyanyasa, hata kija mtakuwa na uwezo wa kumtandika, kumwamrisha, kumvuruga. Na kwa kuwa najua mlicho nacho ndani, lazima shetani atakimbia. Na huu ndio uwezo tunaopokea baada ya kuokolewa. Ukikuta unasali, huna uwezo kumfukuza shetani wala kupinga madhambi, ujue bado uko utumwani, kwenye himaya ya shetani. Kwa sababu kipimo ni kwamba unapokuwa na uwezo wa kuikataa dhambi na unafaulu kuikataa dhambi, unakuwa na uwezo wa kumfukuza shetani na shetani akakukimbia. Huo ndio wokovu sahihi. Lakini huwezi kusema nasali wakati umeonewa. Pengine unasali huku umembeba shetani mgongoni, kwa sababu ibilisi anapenda sana kwenda kusali mahali ambapo ni baridi kabisa, na anajifanya kuwa ameokoka au anamcha Mungu. Alafu hapo utaona watu ndio maana unakuta hata mlevi anaenda, mchawi anaenda na atapewa uongozi pale. Lakini mchawi ni mlevi, ni kahaba, anavunja ndoa za watu, yuko kinyume na kila tendo jema la kimungu, lakini anasali. Huwezi kujiuliza kwa nini huyu? Je, hivi kusali ni kuendelea kutenda matendo mema mabaya? Hapana. Ili ukimcha Mungu wa kweli, lazima utaacha maovu. Ndio maana Biblia inasema kila alitajaye jina la Mungu aache madhambi, aache uovu. Lakini unataja jina Mungu, huko ni mwovu, ni mtenda dhambi. Kwa nini? Umefungwa, umepotea, unatafutwa mchana wa leo. Rudi unakokwenda siko. Mrudie Mungu wako. Njoo mwanaume, mwanamke, binti, kijana, rudi kwa Mungu wako anakuita. Unaenda wapi? Unaenda maangamizoni. Unamtumikia nani? Ibilisi. Acha kustawisha mambo ya shetani. Acha kutumiwa mwili wako na ibilisi, kuvurugwa kwenye mapombe, kuvurugwa kwenye ukahaba, kuvurugwa kwenye uchafu, kuvurugwa kwenye ushirikina. Unajua ibilisi anaweza kusababisha ukafanya ushirikina wa kutisha, kwa sababu shetani mshirikina.
kwa ugawa vipawa hivi kwa wale wanaomkataa Mungu au wasio na Mungu. Na ndio maana injili, habari njema, imekuja kwamba usikie kwamba hayo ni maovu, hayakufai wewe, hukuumbiwa hayo. Uliumbwa safi, smart, mtu safi mwenye mfano wa Mungu. Hayo mengi unachukua, unaokota takataka. Leo sikia, Yesu anakuita, anakutafuta, amejaa huruma, analia machozi ya ndani kwamba rudi kijana, rudi binti, acha madhambi, acha kujiuza, acha. Mungu ana mpango mzuri nawe, hakukumba bure. Hakuna anayetafuta vitu akawa na vitu visiwe na maana kavirundika hapo. Kama Mungu alikumba na mpango mzuri nawe, kwa wakati na majira atakupa kilicho chako. Lakini Ibilisi atakudanganya umechelewa, au atakwambia wewe fanya hivi kwa muda, baada utaacha. Huwezi, ni kifungo, uko chini ya himaya mashetani, mapepo. Tumaini la hakika anayekupenda hata wakati unamchukia. Unajua Biblia inasemaje? Inasema Mungu alitupenda tupokuwa tungali wenye dhambi. Utampendaje mtu ambaye ni mwenye dhambi? Mungu alikuwa anajua huyu si mwenye dhambi, isipokuwa ametwikwa dhambi ambazo si zake. Ameonewa na mwenye dhambi ambaye ni Ibilisi. Kwa Mungu anaona ng'ambo ya maisha yako kwamba huyu asili yake sio madhambi, ametwikwa zigo la madhambi, lakini sio la kwake. Ndio maana alikuja kufungua. Ndio maana Yesu anasema Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenituma kuwafungua waliofungwa, kuacha huru waliosetwa. Hatukumaliza ule mstari, lakini mstari wa 18 ndio unasema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu, Mungu amenitia mafuta kuwafungua waliofungwa, kuacha huru waliosetwa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, mwaka wa wokovu, mwaka wa kisasi cha Mungu. Kisasi cha Mungu kwa Ibilisi, yule anayekutesa, yule anayekuonea. Mungu amepanga majira, wakati utakaposikia na kubali, atakuja kama gharika, ambomoe Ibilisi, amfagilie mbali, amtupilie mbali. Leo mkubali Yesu, leo mwelekee Yesu, leo mtambue Yesu, leo mwite Yesu. Unaona yule Zakayo walipofika Yesu, wakakutana uso kwa uso. Zakayo anamtafuta Yesu, Yesu anamtafuta Zakayo. Unajuaje kwamba Yesu alikuwa anamtafuta Zakayo? Walipoonana akamwambia, leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Ndipo Zakayo alishangaa sana kwamba mimi mla rushwa, mimi ambaye nimechukiwa kwa sababu ya udhalimu na dhurumu watu, naonea, na wapangie kiasi ambacho hata akifai. Watu wanalia, wakati mwingine wananikimbia. Leo huyu mtakatifu Yesu anayechukia madhambi anataka kushinda kwangu. Hii ni ajabu. Zakayo hakujua kwamba Mungu amekuja kutafuta wenye dhambi, walioharibiwa na shetani, waliojazwa madhambi aina yote. Hao ndio Yesu amekuja. Yeye ni tabibu wa roho iliyojaa dhambi. Huyu ni daktari aliyehitimu kuondoa madhambi katika mioyo ya watu. Ana nguvu za kufanya viwete watembee, ana uwezo wa kufanya vipofu waone, ana uwezo wa kufanya wasiozaa wazae, ana uwezo wa kufanya wale wasiosema wapate kusema, ana uwezo wa kufanya wale ndoa zilizokatika zirejee ziwe salama, zilizovurugika. Ana uwezo wa kuwarejesha waliofarakana. Anaitwa Yesu, mpatanishi, mwana wa Mungu. Kwa anajua kabisa huyu. Wakashangaa, anasema tashinda kwa huyu. Wakafikiri labda Yesu anataka akapokee naye rushwa hapo, au fuatera zile. Kumbe hakujua. Yesu alipokwenda alienda na uwezo, wala hata Zakayo hakuwa na mawazo ya fedha tena. Alikuwa na mawazo ya wokovu, kwamba leo nimebahatika, nimempata yule ambaye
anatoa wokovu, nasikia bure bila pesa. Leo nimekutana naye, alafu ajabu anasema atashinda nyumbani kwangu. Zakayo ilikuwa ni siku ya ajabu, siku ya kushangaza. Leo huyu mtakatifu mwenye umati huu unamfuata atashinda nyumbani. Zakayo akateremka kutoka mtini alikuwa amepanda, kwa sababu alikuwa mfupi wa kimo. Akashuka upesi, maana Yesu alisema shuka upesi. Yesu alikuwa na amri. Hata alipokuwa anatamka Zakayo, watu wakashangaa. Anataka kusema nini kwa Zakayo? Labda anataka kumhukumu kwa sababu ya madhambi yake ya marushwa, ya udhalimu, ya udanganyifu. Wakashangaa, anasema shuka upesi, maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo kaporomoka haraka kutoka kwenye mti. Huyo karibu Yesu. Wakaongozana mpaka kwenye nyumbani kwake. Akawakaribisha kwa furaha, akamwelekeza pa kukaa Yesu. Wakashangaa Zakayo akai kwenye kiti, mara enda kona ile, mara enda kona ile, amefuraha, amechanganyikiwa. Yesu akija kwako atakuletea furaha, atakuletea amani, atakuletea pumziko, atakuletea tumaini. Amesheheni furushi la mema, amesheheni furushi la baraka, amesheheni furushi la mamlaka, amesheheni uwezo wowote. Kama ni vita, yuko tayari. Vita vya kiroho, sio vita vya kimwili. Vita vya kiroho hupambana na shetani anayevuruga falme, humshinda na kumkanyaga chini. Zakayo akaanza kutubu dhambi zake, asema Bwana Yesu, naam, na mimi sasa tangu leo, kama nimemdhulumu mtu namrudisha mara 4. Kama na hivi, akaanza toba hapo. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Ule wokovu ulikuwa nje, umeingia nyumbani. Wokovu kaingia kwa Zakayo. Tangu pale Zakayo akabadilika, akawa mtu mwingine, sio mdhalimu tena, sio mla rushwa tena. Wewe unashindwa kuokoka kwa sababu rushwa vinakudanganya, vitakupeleka siku moja gerezani, vitakuaibisha. Kuna mali atakayokupa Yesu ya heshima na fahari, mali ya halali, mali inayotokana na jasho lako, ambalo Mungu anakubariki. Mungu abariki uchafu. Ndio maana leo Mungu anataka upe heshima. Mungu amfanye mtu aishi kama wanavyosema wanadamu. Ibilisi ndiye anadanganya kwamba wewe ukiokoka, wewe ndio utapoteza marafiki wale pale ulikuwa unapewa shilingi kadhaa, kwa sababu wewe ni ofisa fulani, na pale ulikuwa unapewa shilingi kadhaa, na pale ulikuwa unaheshimiwa. Ukienda pale unaenda kupewa kile kifurushi. Sasa wokovu unazuia vitu hivyo. Mwisho mtu anarudi nyuma, sema nitapoteza vitu. Hujajua vitu vyote vyatoka kwa Mungu vilivyo vyema. Maandiko yanasema kipawa chema hutoka kwa Mungu, kwake hakuna kubadilika. Akikupa havipotei, vinalindwa na nguvu zako. Hata mchawi akija pia atapigwa, hata mwanga akija atapigwa, hata chuma uleta akija atapigwa, atavurumishwa. Ibilisi hataweza kusimama hapo. Ndio maana shetani anaogopa watu wa Mungu, kwa sababu anajua wamejaa nguvu za Mungu. Labda unayemba, leo mgeukie Yesu Kristo. Anakutafuta, maana mshahara wa dhambi ni kifo, sio salama. Mshahara wa dhambi ni kifo, sio salama. Madhambi yatakupeleka mahali pa hukumu. Kuna hukumu nyingi tu. Hukumu moja ni kutupwa jehanamu, lakini kabla hujatupwa jehanamu, siku moja utatupwa gerezani. Siku nyingine utafirisiwa, utapata magonjwa yasiyopona, yatakumaliza. Kwa sababu unamkataa Mungu, huna kinga. Leo pokea kinga, pokea salama ya Mungu. Hata kama utapita kwenye msukosuko, utapita pamoja na Yesu. Hata ukiwa na maadui, utakuwa na Yesu. Maadui wako watakuwa maadui wa Yesu.
Hatari zote zitapambana na Yesu. Yesu akija kwako moyoni mwako, manake maisha yako yote yeye anakuwa mstari wa mbele kuyashughulikia. Atapambana maadui zako. Hujasoma Israeli wametoka Misri, wametembea nchi nzima kule jangwani, Mungu akiwatangulia mbele kwa nguzo ya moto. Anawatangulia mbele, na usiku anatangulia kwa nguzo ya moto mbele, mchana anafunika kwa wingu. Anawajali. Mungu atakujali. Mungu atajishughulisha na maisha yako. Ndio maana anakuvuta, anasema njoo unayeteseka, njoo ulionewa, uliyedhulumiwa maisha yako na Ibilisi. Anasema njoo, nitamshughulikia Ibilisi, nitamtimua kwako. Hatavumilia kipigo cha Yesu. Mchana leo unapohubiri, ipo mamlaka ya Yesu katika neno hili, na inatembea neno hili. Hata kama moyo wako hauna amani, wewe uliye tayari tangu sasa, pokea amani kupitia neno hili. Ufunguliwe vifungo kupitia neno hili, ujisikie furaha kupitia neno hili. Shetani akuachie kupitia neno hili, mapepo yalipuke. Wakati mmoja nilikuwa nahubiri na safiri, nikapigiwa simu kwenye gari, nikasikana naambiwa tuna mgonjwa anashindikana, ana vurugu za kutisha, hashikiki, akamatiki, mashetani yamemjaa, tusaidie, tuombee. Nikamwambia niko mbali, lakini nitawaombea kwenye simu kama mnaamini. Mtulize huyo. Wakatulia, wakasema ombani. Nikasimamisha gari, nikaanza kumwita Mungu Mwokozi, Yesu aliyekuja kututafuta, rafiki ya wanaoteseka, awapumzishe mateso, tumaini waliokosa matumaini. Yesu mwana Mungu, Bwana wa mabwana, juu ya shetani na mapepo na magonjwa na shida zote na kila aina ya uovu. Yesu tabibu hayo, mwenye uwezo hayo. Nikamwita Yesu, shuka juu ya mtu huyo anateseka. Nikamwambia mpeni, mshikizisheni simu kwenye masikio. Aliposikia tu kwa jina Yesu, alipiga kelele. Wakapambana naye ghafla, wakakuta yuko kimya. Nasikiza kwenye simu kimya. Nikamwambia vipi? Ametulia, anashangaa, anasema huku na huku. Nikamwambia huyo ndiye Yesu. Utembea katika neno lake, ana uwezo wa kipekee. Ukimwamini utafurahia maisha mapya, utamfurahia Mwokozi, utasema nilikuwa wapi, nilichelewa. Tunahubiri maneno ambayo tuna uhakika, maneno yenye uwezo, mamlaka ya kifalme ya kimbingu, mamlaka ipitayo mamlaka zozote, inayotawala na kutawaza wafalme, inayotawaza wanadamu. Utatawaza kifalme katika ulimwengu wa roho juu ya shetani na mapepo yake. Utaweka nguvu, Mungu ataweka nguvu za shetani chini ya nyayo zako, manake utatawala mamlaka zake. Hata kutisha, hata kubabaisha, hata atakapokuja kwa namna zozote, atakutana kipigo cha Mungu. Huu ndio usalama wa wokovu. Hii ndio tumaini la wokovu. Huyu ndio tegemeo la wokovu. Mwamini mchana wa leo, mgeukie mchana wa leo, mwelekeze uso wako kwake, mpe moyo wako, fungua moyo wako aingie kwako. Kijana, usijidanganye, maisha haya yanapita, ni maisha ya kitambo, maisha ya kuharibu ujana wako. Yesu anataka atunze ujana wako, uendelee katika maisha salama duniani, ukilindwa na nguvu zake na mamlaka yake, ukiongozwa na akili ya kimbingu, maarifa na ufahamu wa kweli wa kimbingu, usiovurugwa wala kuingiliwa na mashetani. Niwahi kumwona mtu mwingine kutoka dini fulani, imeshindikana maisha yake yote, mtoto wake anasumbua, hawezi kusoma, akienda shuleni anakuta giza, akirudi nyumbani
shwari. Wakabadilisha na mashule, hakukumfaa kitu. Mwisho akasema lazima niende kwa mhubiri huyu. Alipofika tukamwambia Yesu ndiye tumaini na jibu ya hayo. Akasema namkubali. Tukamwita Yesu, akakomesha pale pale. Kijana akarudi shuleni, mambo yakaendelea vizuri bila shida tena. Huyu ndiye tunakuhubiri mchana wa leo. Muamini yu tayari kuingia kwenye moyo wako. Na mimi ndugu yako niko tayari kukuombea sasa. Muamini, mkubali kwa moyo wako, nami nitakuongoza ili umpate. Funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi mwenye dhambi, natubu dhambi zote nilizotenda maishani mwangu. Sizitaki tena. Nakutaka Yesu Kristo uniokoe na kunibadilisha niwe kiumbe kipya. Nitakufuata na kukutumikia maisha yangu yote. Nipe uwezo juu ya shetani nguvu zake, na kuishi maisha matakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kunisamehe. Asante Mungu kuniokoa. Katika jina la Yesu, shetani marufuku kwangu. Nisha kukataa, usinifuate tena kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe unaomba, unayeumwa, weka mkono pale unapoumwa. Kama ni kifua, mguu, popote. Naomba kwa sekunde chache, nguvu ya Mungu inashuka sasa hivi hapo na kukuweka huru kwa jina la Yesu Kristo, mti wa mafuta aliyekuja kututafuta. Wewe pepo, mateso, magonjwa, upofu, ulemavu, aina zote za pepo tasa, wewe unemvuruga mtu huyu na kuamuru sasa, shetani toka juu yake, na vunja na ng'oa nguvu zako zote. Pepo dunia, pepo ushirikina, pepo uchawi, na kuamuru kwa mamlaka katika Yesu aliye hai, toka, mwachie ndugu, achia maisha yake tangu sasa. Natangaza uzima na afya timilifu kwa ndugu huyu. Mungu akupe baraka uzozipoteza kwa shetani, zirejee kwako takatifu, sio zile tena za ibilisi. Kwa jina la Yesu, funguka, ubarikiwe, usimame imara katika imani, kwa jina takatifu lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu akubariki. Fuatilia mahubiri haya tena, tukutane wiki ijayo, lakini fuatilia hapo chini simu yangu. Na kama nilivyosema toka mwanzo, mimi ni mchungaji Brown Makipesile. Niko Dodoma, Mlima West, barabara enda Arusha. Karibu sana, au tafuta mahali wanapohubiri wokovu na kufundisha maisha ya wokovu vizuri. Nenda kasali hapo, na Mungu akubariki. Amen. Sibuka TV.